Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Naomba nikuletee series ya maombi 12 ya kukamata malango ya mwaka 2026. Maombi 12 ya kukamata malango ya mwaka 2026. Ngoja nikwambie kitu. Hauwezi ukapata matokeo kwa mwaka unaokuja kama hujafanya maandalizi katika ulimwengu wa kiroho, kama hujakamata malango katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unajiungamanisha, unajiconnect na maombi haya ambayo yatakusaidia na kukujenga. Ombi letu la kwanza ni maombi ya ulinzi wa kimungu, maombi ya ulinzi wa kimungu. Na andiko letu tunatoka katika kitabu cha Isaya 54:17, Isaya 54:17. Na hapa key point yetu au prayer point yetu katika ombi la kwanza ni Bwana atufunike kwa damu ya Yesu. Bwana atufunike kwa damu ya Yesu tunapopita lango la kuelekea 2026. Ndilo key point yetu ya kwanza au prayer point ya kwanza. Lakini prayer point ya pili ni kudhibiti kila silaha zote za adui zisifanikiwe juu ya maisha yetu. Ngoja nikwambie, adui ameshaweka mipango, ameshaweka mikakati ya mwezi Januari, mwezi Februari, mwezi Machi, Aprili, mwezi Mei, mwezi Juni, mwezi Julai, mwezi Agosti, mwezi Septemba, mwezi Oktoba, mwezi Novemba, mwezi Disemba. Ameshajipanga. Kwa hiyo kama utajipanga na kupangua katika ulimwengu wa roho, kuna mahali utajikuta kwamba unastaki, kuna mahali utajikuta kwamba unashambuliwa katika ulimwengu wa roho. Naomba tuambatane pamoja nami katika maombi haya na tekniki ambayo tutakuwa tunaitumia. Unaweza ukasikiliza kwanza maombi jinsi ambavyo nina flow, lakini baadaye ukarudia tena, tukawa tunaomba wote kwa pamoja, kwa sababu utakuwa umepokea mwongozo wa namna ya kuweza kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasema asante kwa ajili ya mwaka huo 2025 ambao Bwana tunaumaliza, lakini pia Bwana unatuenda kutukabidhi mwaka mwingine 2026. Tazama, ninaachilia damu ya Yesu katika lango la kuingia mwaka 2026. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye maisha yetu, naachilia damu ya Yesu kwenye ndoa, naachilia damu ya Yesu kwa watoto wetu, naachilia damu ya Yesu kwenye kazi tunazozifanya, naachilia damu ya Yesu kwenye majukumu yetu, naachilia damu ya Yesu kwenye familia, naachilia damu ya Yesu kwenye mipaka ya nyumba zetu, naachilia damu ya Yesu katika huduma tunazozifanya, naachilia damu ya Yesu kwenye kanisa lako, Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Lango la kuingia 2026 ninaliachilia damu ya Yesu. Mungu, tazama ulipotaka kuwatoa wana wa Israeli mikononi mwa Farao aliyekuwa na nguvu, aliyewakamata kwa miaka 4. Ulichokifanya, uliachilia damu ya kondoo katika miimo ya milango yao, ukimaanisha ya kwamba ile ilikuwa ni lango la kutoka lile lilipakwa damu yako. Lakini Bwana, kwa sasa umetupa damu ya Yesu, ninapaka miimo ya kuingia 2026 na damu ya Yesu, naipaka miimo kwa damu ya Yesu, napaka malango yetu kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitakachotuzuia kutoka, ijapokuwa Farao alijaribu kuzuia wana wa Israeli wasitoke, lakini kwa damu ile ambayo ilikuwa imepakwa, ambayo ilikuwa ni damu ya ukombozi, waliweza kutoka kwa nguvu zako, waliweza kutoka kwa ishara zako. Mungu, tazama tunapoingia mwaka unaokuja, tutoke na nguvu zako Bwana, tutoke na uweza wako Bwana, tutoke na neema yako, mfalme wa amani. Damu ya Yesu ikatuvushe, damu ya Yesu ikatuvushe katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikatuvushe na mali zetu, tukavuke na ndoa zetu, tukavuke na watoto wetu, tukavuke na familia zetu, tukavuke na wazazi wetu, tukavuke na mali zetu, tukavuke na afya zetu, tukavuke Jehova mwaka unaokuja katika jina la Yesu Kristo. Damu yako Bwana ikatuvushe, damu yako Bwana ikatuvushe. Tunavushwa na damu ya Yesu, tunavushwa na
na damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, na imani ya kwamba sisi tutavuka na kizazi chetu kwa jina la Yesu Kristo. Kama Isaya anavyosema katika sura 54:17 ya kwamba kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Baba, katika jina la Yesu, tazama zipo silaha ambazo adui amezitengeneza kwa ajili ya maisha yetu. Adui amezitengeneza kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, katika jina la Yesu. Tunapoingia maombi haya Bwana, tunajikabidhi mikononi mwako kama andiko inavyosema. Ninalikiri Bwana, ninalikiri asubuhi ya leo, ninalikiri asubuhi ya leo ya kwamba hakuna silaha itakayofanikiwa katika maisha yetu. Hakuna silaha itakayofanikiwa katika ndoa zetu. Hakuna silaha itakayofanikiwa kwa watoto wetu. Hakuna silaha itakayofanikiwa kazini kwetu. Hakuna silaha itakayofanikiwa katika kanisa lako. Hakuna silaha itakayofanikiwa katika biashara zetu. Kila silaha zote ambazo adui amezitengeneza, ambazo adui amejipanga ili kutuvuruga, ili kutuharibu, ili kutukatisha tamaa, ninazipangua katika jina la Yesu. Ninaziondoa. Mwaka 2026 adui hatatuweza. Mwaka unaokuja tutakuwa washindi. Mwaka unaokuja tutapenya katika jina la Yesu. Hakuna silaha yote ile itakayotushinda kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninalikiri hili neno asubuhi ya leo ya kwamba hakuna silaha yoyote ile, iwe ni silaha ya kutoka juu, iwe ni silaha ya kutoka chini, iwe ni silaha kutoka baharini, iwe ni silaha kutoka nchi kavu, iwe ni silaha ya kichawi, iwe ni silaha ya kiganga, iwe ni silaha ya maneno. Kila silaha zote zile nazitiisha katika jina la Yesu. Hazitafanikiwa, zitawakabili wao wenyewe. Watakuja kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Mungu watawanye maadui zetu. Mungu watawanye maadui zetu. Mwaka 2026 tawanya maadui zetu. Tawanya maadui zetu katika biashara zetu. Tawanya maadui katika kazi zetu, wakatawanyike, wakavurugike katika jina la Yesu. Mungu, asante kwa sababu utatusaidia, utatupa ushindi, utatupa kushinda, utatupa kutawala, utatupa kumiliki katika jina la Yesu. Mwaka 2026 natamka ulinzi, natamka ulinzi, natamka ulinzi. Familia zetu tunazificha chini ya ulinzi wako, chini ya uwepo wako, chini ya jeshi lako katika jina la Yesu. Watoto wetu Bwana, kazi zetu Bwana, tunaziachilia, tunaziweka chini ya uwepo wako, chini ya mamlaka yako katika jina la Yesu. Ninakushukuru Bwana kwa sababu ulinzi wako utakuwa pamoja nasi, utakuwa pamoja nasi. Rabushataraba reba sakataraba katika jina la Yesu Kristo. Ulinzi kutoka mashariki, ulinzi kutoka magharibi. Tulinde tuingiapo, tulinde tutokapo. Linda safari zetu zote, linda mipango yetu yote, linda mikakati yetu yote katika jina la Yesu. Linda maono yetu yote, maono yetu yote Bwana, na yakabidhi mikononi mwako. Wapo ambao wana maono, wameshayaandika, wameshayasema, wameshaweka kwenye mipango. Baba, kwa damu ya Yesu, hiyo mipango yetu ikalindwe na wewe, ikalindwe na wewe katika jina la Yesu. Mipango yote Bwana ikalindwe na wewe. Asante kwa wema wako, asante kwa utukufu wako, asante kwa baraka zako, asante kwa sababu utatulinda, asante kwa sababu tutalindwa na wewe. Vyombo vyetu vya moto Bwana, tutakapovitumia kutoka sehemu moja kwenda nyingine, vimetengenezwa kwa mikono ya mwanadamu. Mungu, achilia ulinzi wako, achilia ulinzi wa kiungu, achilia ulinzi wa kiungu. Rabushatarabasa rikorabashiterebasikarababababa riboshenerebasia poyekapa rikabatsekaterabakuta rikandarabakusherebasikababa. Ulinzi wako Bwana ukatawale, ulinzi wako Bwana ukaonekane, ulinzi wako Bwana ukajidhihirishe katika jina la Yesu Kristo. Linda Bwana mipango yetu, linda Bwana ofisi zetu, linda kampuni zetu Bwana katika jina la Yesu. Linda hatua zetu Bwana, linda hatua zetu Bwana, linda Bwana Januari yetu, linda Bwana Februari yetu, linda Machi, linda Aprili, linda Mei Bwana. Tufunike na damu ya Yesu. Miezi yote Bwana ifunike na damu yako, ifunike na uwepo wako. Tuwe salama Bwana, tuwe salama Bwana. Tulinde na magonjwa, magonjwa ya kuambukizwa, magonjwa ya kutumwa katika jina la Yesu, magonjwa ya kupandikizwa
kuambukizwa tuepushe nayo Bwana. Achilia ulinzi juu ya miili yetu, achilia ulinzi juu ya fahamu zetu, mawazo yetu Bwana yakalindwe na wewe, fikra zetu Bwana zikalindwe na wewe, mikono yetu Bwana ikalindwe na wewe, katika jina la Yesu. Ninakataa mikono inayoharibu, ninakataa mikono miharibifu katika jina la Yesu. Tukakusanye Bwana na sio kutapanya, tukakusanye Bwana na sio kutapanya kwa jina la Yesu Kristo. Linda maisha yetu Bwana, linda familia zetu Bwana, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achilia ulinzi wako, achilia ulinzi wako, achilia ulinzi wako usiku na mchana tutakapokuwa vitandani kwetu. Mungu tulinde, kama unavyosema ya kwamba tutalala usingizi mzuri kama watoto wadogo. Wapo ambao mwaka huu 2025 hawajaweza kulala vizuri, wameshindwa kulala vizuri. Wapo ambao Bwana wakiingia vitandani hawalali vizuri. Mwaka 2026 wape usingizi mzuri, wape usingizi mzuri. Wapo wengine ambao wanatumia dawa ili waweze kulala, wasipomeza dawa hawawezi kulala. Mwaka 2026 Baba wakalale vizuri, wape usingizi mzuri, wape usingizi mzuri katika jina la Yesu. Wape kupumzika vizuri katika jina la Yesu. Mungu achilia wema wako. Wengine mahali pa nyumbani pao pamekuwa eneo la vita, pamekuwa eneo la migogoro, katika jina la Yesu. Achilia ulinzi wako, migogoro isipenye, migogoro isipenye katika jina la Yesu. Achilia ulinzi wako, ugomvi usipenye katika familia zetu, maradhi yasipenye katika familia zetu, chuki isipenye katika jina la Yesu. Baba, tazama mazingira yetu yote, tunaachilia ulinzi wako, tunazungushia na wigo wako katika mipaka yetu, katika mipaka yetu. Na achilia utisho wako, na achilia utisho wako. Hakuna kitu kibaya kitakachopita. Malaika wako Bwana wakatuzingile, malaika wako Bwana wakalinde mipaka yetu, wakalinde anga letu katika jina la Yesu. Anga letu Bwana likalindwe na wewe, likalindwe na malaika wako katika jina la Yesu, ili adui asipitishe mambo mabaya wakati wa usiku, asipitishe mambo maovu kwenye ndoto, asipitishe mambo maovu nyakati za usiku katika jina la Yesu. Mwaka 2026 na ukabidhi mikononi mwako. Mungu ukatulinde, Mungu ukatuhifadhi, ukatuhifadhi salama, tukaumalize kwa ushindi kwa damu yako Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu utafanya na kutenda, utajifunua na kujidhihirisha kwa mkono wako na kwa neema yako. Amen. Ndugu yangu, rafiki yangu, kama unabarikiwa na maombi haya na unasikia kuna kitu ambacho Mungu anakusukuma kukifanya, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba hiyo ambayo unaiona kwenye skrini, na Mungu wa mbinguni akubariki sana 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 sana. Maombi haya yasikilize mara kwa mara. Kuna ndugu mmoja nilikuwa ninamwombea kwa njia ya voice note. Alichokifanya yule mtu, alipata mafunuo ya ajabu sana. Alikuwa akiweka sauti ile kwenye sabufa, maombi yakawa yanaendelea, na akawa nalala kwenye ile sabufa na nasikiliza ile maombi. Ghafla Mungu alifanya kitu cha ajabu kwenye maisha yake, na maisha yake ile itakayokuwa nalo Mungu akalitenda. Ninakuhakikishia kwamba utakapokuwa serious, utakapochukua kwa uzito maombi haya, hayawezi yakakuacha hivyo hivyo. Lazima yatakupeleka hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Amen. Yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko katika mfululizo wa maombi 12 ya kukamata malango ya mwaka 2026, na hili ni ombi letu la pili. Ombi letu la pili ni kufunguliwa milango mipya. Ni maombi ya kufunguliwa milango mipya. Milango mipya. Yawezekana mwaka 2025 kuna milango ilifunguka michache, mingine haikufunguliwa. Na msukumo wa maombi haya, tunaenda kumwomba Mungu atufungulie milango mipya, milango ambayo hatujawahi kuiona kwenye maisha yetu. Na hii inawezekana kama utaamini. Kama utaamini, hakika itawezekana. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Sasa katika ombi hili, Bwana
Fungua milango ambayo hakuna mtu anayeweza kufunga, na funga ambayo hakuna anayeweza kufungua. Fungua milango ambayo Mungu hakuna hata mmoja atakaye ifungua. Lakini pia funga milango yote mibovu, funga milango yote mibaya ambayo mwisho wa siku hakuna adui atakayeweza kuifungua hiyo milango, katika jina la Yesu Kristo. Na katika ombi hili na tunatamani tuombe milango ya ajira. Mungu afungue mlango wa ajira. Unahitaji kuajiriwa, Mungu afungue mlango wa ajira. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Kuna ndugu mmoja tulikuwa tuna maombi ya siku 40 kanisani. Yeye hakuwa na ajira, na mwisho wa siku akasema, na mimi naomba Mungu anisaidie nipate ajira. Akawa yuko serious kweli. Baadaye ajira zikatoka, akaenda kwenye interview. Anakuja ananiambia, mchungaji, tulikuwa watu wengi sana kwenye interview, sidhani kama ninaweza nikapata. Yaani hata nilichokizungumza kwenye interview sielewi kama ninaweza nikapata ajira. Lakini ndani yangu nikasukumwa na kumuuliza kwamba, je, wewe unaona nini mbele yako? Akasema, mimi naiona ajira yangu. Tukaomba. Baadaye ajira zilipotoka, jina lake na lenyewe likawemo, na akawa na yeye ni miongoni mwa wale ambao walipata ajira. Unaona namna ambavyo maombi yanafanya kazi. Pia kuna dada mmoja nilikuwa naomba naye, nilipata tu msukumo wa kuomba naye. Sasa nikajikuta naomba maombi yafuatayo. Nikasema, Mungu, katika kikao ambacho wanaingia, naomba Bwana kikawe ni kikao kitakachompa matokeo bora na kitakachobadilisha hatima ya maisha yake. Kumbe wakati naomba maombi hayo, wao walikuwa kwenye kikao, kwa sababu nilikuwa natumia WhatsApp voice note. Na baadaye anakuja kuniambia kwamba katika kikao kile, mimi sikujua alikuwa kwenye kikao. Anasema katika kikao kile Mungu amefungua mlango na mimi nimepata ajira kwenye hiyo taasisi ambayo nilikuwa najitolea. Unaona namna ambavyo Mungu anafungua milango kwa njia ya maombi. Kwa hiyo amini ya kwamba hiki kitu kinawezekana. Amini kama unahitaji ajira, amini Mungu anaweza kukupa ajira. Kama unahitaji biashara, Mungu anaweza kukupa biashara ya kufanya. Unahitaji huduma, Mungu anaweza kukupa huduma ya kufanya. Unahitaji ndoa, Mungu anaweza kukufungulia mlango wa ndoa, ukabaki unashangaa. Kufanikiwa, uongozi bora. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wewe unatamani Mungu afanye nini mwaka 2026. Na ukiamini hivyo, hakika Mungu atafanya. Na ombi hili la kufungulia milango mipya linatoka kwenye kile kitabu cha Ufunuo 3:7-8. Maandiko yanasema hivi: na kwa malaika wa kanisa lililoko Filadelfia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenyewe kufungua wala hapana afungaye, naye afunga wala hapana afunguaye. Oh, haleluya! Anasemaje ya kwamba yeye mwenyewe kufungua wala hapana afunguaye, na yeye afunga wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako wao, ambao hapana awezaye kuufunga. Kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa hiyo tazama nimekupa mlango uliofunguliwa. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo, Baba, tazama hili ni ombi letu la pili ndani ya mwaka 2026, tunapojiandaa kuukabili na kuukamata mwaka 2026 katika ulimwengu wa roho. Baba, tazama tufungulie milango ya Bwana, tufungulie milango mipya, milango ambayo watu hawajawahi kuiona kwenye maisha yetu. Tufungulie milango kwenye huduma, tufungulie milango kwenye kazi, tufungulie milango ya ajira, tufungulie milango ya uzima katika jina la Yesu Kristo. Kama unavyosema ya kwamba wewe ukifungua hakuna anayeweza kufunga, wewe ukifunga hakuna anayeweza kufungua. Lakini Bwana umetuandalia mlango uliofunguliwa mbele yetu. Mwaka 2026 ni mlango mkubwa
uliofunguliwa mbele yetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunatamka malango kuwa wazi, tunatamka malango kufunguliwa, tunatamka malango ya wateja, tunatamka malango ya fursa, tunatamka malango ya kukutana na watu bora, tunatamka kufunguliwa na watu ambao wana future, watu ambao watatupeleka hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Mungu, nayo milango mingi, tufungulie Jehova Jile. Mwingine anahitaji mlango wa ajira, mfungulie Jehova. Mwingine anahitaji mlango wa uzima, ameugua muda mrefu, ameugua magonjwa yasiyotibika, ameugua magonjwa ambayo yameshindikana. Mungu, mwaka 2026 mfungulie mlango wa uzima, mfungulie mlango wa uzima. Mwingine Bwana ni tasa, tumbo lake limefungwa. Baba, kwa jina la Yesu Kristo na kwa neno lako Bwana, fungua tumbo lake kama ulivyofungua tumbo la Hana. Mfungulie Bwana tumbo lake ili akapokee watoto, ili akapate watoto wa kiume na wa kike katika jina la Yesu Kristo. Nimekuona Bwana ukifungua watu, nimekuona Bwana ukiwafungua watu. Wengine wamefungwa kwenye kifungo cha ulevi, Mungu mfungue katika jina la Yesu. Mwingine amefungwa kwenye kifungo cha ngono, mfungue katika jina la Yesu Kristo. Mungu, fungua Jehova Jire. Mwingine Bwana, wako magerezani wamefungwa, lipo gereza la sigara, lipo gereza la uvutaji wa madawa ya kulevya. Mungu, mfungulie aweze kutoka katika jina la Yesu Kristo. Tikisa misingi ya gereza Bwana ili aweze kutoka. Inanikumbusha wakati ule kina Paulo na Sila walipokuwa wako gerezani. Mungu, uone jinsi ulivyowafungulia milango ikawafungukia, vifungo vikaachia, minyororo ikaachia. Mwaka 2026 yeyote aliyefungwa, Bwana, natangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Mahali popote alipofungwa, natangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Achilia Bwana ufunguo, achilia Bwana ufunguo katika jina la Yesu Kristo. Baba, tukafungulie milango mipya. Fungua milango ya fursa, Bwana, fursa ambazo ziko ndani ya jiji la Mwanza, fursa ambazo ziko ndani ya taifa letu la Tanzania, zikatufungukie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mwezi Januari fungua fursa, mwezi Februari fungua fursa, miezi yote 12 Bwana ikawe na fursa, na tuwe na macho ya kuziona fursa, tuwe na macho ya kuziona fursa katika jina la Yesu Kristo. Ule mlango wa kukusanya Bwana ukawe pamoja nasi, tukakusanye mashariki, tukakusanye magharibi, tukakusanye kaskazini, tukakusanye kusini katika jina la Yesu. Onekana Jehova, jifunue mfalme wa amani, jidhihirishe Mungu kwa upendo wako Bwana. Tufungulie fursa ya upendo, milango ya amani ikafunguke, milango ya uzima ikafunguke, milango ya furaha ikafunguke. Tukafurahie ndoa zetu, tukafurahie watoto wetu, tukafurahie huduma tunazozifanya, tukafurahie kazi Bwana. Maana kuna baadhi ya watu ambao wakiwa kazini hawaioni furaha ya kazi, hawaoni furaha ya kazi, wanalaumu tu. Mungu afungulie furaha ya kazi katika jina la Yesu Kristo. Wengine wanafungua biashara zao, hawapati wateja, wamefungiwa mlango wa wateja, lakini kwa neno lako Bwana wafungulie wateja, wakamiminike, wa kike na wa kiume, wa kila namna Bwana, akaone wateja ambao halikuwa hajawahi kuwaona katika jina la Yesu. Mungu onekana, Mungu tenda, Mungu jifunue, jidhihirishe. Wema wako na fadhili zako vikaambatane pamoja nasi, vikatufunike kwa mkono wako, kwa damu yako Yesu Kristo. Nina imani Bwana utafanya, nina imani Bwana utatenda, nina imani Bwana milango yatufungukia, nina imani Bwana fursa zitatufungukia, nina imani Bwana tutaona mambo makuu, tutaona milango mipya ikitufungukia katika jina la Yesu Kristo. Ona jinsi ambavyo Mariamu alipopokea mimba ya Yesu Kristo akasema ni heri yeye, akajitamkia na kusema kwamba amebarikiwa kuliko wanawake wote. Huo ulikuwa ni mlango wa kubarikiwa kwake. Mariamu akaanza kutambulika, Mariamu akaanza kujulikana kwa sababu alikubeba wewe Yesu, na kwa sababu tumekubeba Yesu tukatambulikane Bwana katika taifa letu, katika mikoa yote, katika bara la Afrika, kwa sababu tumekubeba Bwana. Watu wakatutambue, maana tumebeba kitu cha kiungu, tumebeba kitu cha kwako katika jina la Yesu. Tukatambulike Bwana katika jamii zetu, tukatambulike
tukadhibitike Bwana, tukadhibitike Bwana. Rabashatarababa rebushatarabasika, katika jina la Yesu Kristo natamka kutambulika Bwana, mlango wa kutambulika ukatufungukie katika jina la Yesu. Biashara zetu zikajulikane, biashara zetu zikajulikane katika jina la Yesu. Mungu, tazama biashara zetu zikaonekane kwa upya, zikaonekane tena, kampuni zetu zikaonekane, shughuli tunazozifanya zikaonekane, watu wakatutafute, watu wakatutafute. Nazitambulisha shughuli zetu, nazitambulisha biashara zetu, nazitambulisha Bwana huduma zetu katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa neema yako, asante kwa utukufu wako. Amen. Kama unabarikiwa na maombi haya, ninaomba nikushauri, unaweza ukayasindikiza kwa sadaka yako. Kuna namba inapita hapo, unaweza ukashiriki baraka hizi kwa sadaka yako. Mungu akubariki sana. Mungu akupe neema ya kumiliki malango na kufunguliwa milango mipya mwaka 2026. Ninatamka katika jina la Yesu ya kwamba milango yako itafunguka, ya kwamba malango mapya utayaona kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Amen.